Ni sikukuu ya matumaini na uzima. Heri ya Pasaka kwako wewe na familia yako, mtazamaji wa SAUT TV. Ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu kwenye kipindi cha Weekly News Counter ndani ya SAUT TV. Tuziangazie habari kubwa 7 ambazo zimetokea ulimwenguni kote. Langu jina ni John Masawe. Karibu. Aliyekuwa rais wa zamani wa Peru Ollanta Humala pamoja na mke wake Nadia Heredia wamehukumiwa kifungo cha miaka 15 jela baada ya kukutwa na hatia ya kosa la ufisadi na utakatishaji fedha, ikiwa ni karibu miaka 3 tangu kufunguliwa kwa jalada la kesi hiyo. Adhabu hiyo imetolewa na hakimu Naiko Coronado aliyekuwa akisimamia kesi hiyo iliyokuwa inamhusisha Ollanta na kashfa ya ufisadi kwa kupokea hongo kutoka kwa kampuni kubwa ya ujenzi ya Odebrecht ya Brazil ili kutoa zabuni ya ujenzi wa miradi mbalimbali nchini humo. Ollanta mwenye miaka 62 aliyekuwa rais wa Peru kuanzia mwaka 2011 hadi 2016 amejikuta akikabiliwa na mashtaka hayo baada ya kampuni hiyo kukiri kulipa dola milioni 29 za hongo nchini Peru kati ya mwaka 2005 hadi 2014, hali iliyorahisisha upatikanaji wa hatia kwa kiongozi huyo wa zamani wa taifa hilo. Uhusiano kati ya taifa la Ufaransa na Algeria umeingia dosari, na hii ni baada ya siku ya Jumanne Ufaransa kumrejesha nyumbani balozi wake toka Algeria, huku wasiwasi juu ya kutoelewana baina ya mataifa hayo mawili ukiendelea kutokana na Ufaransa kutuhumu balozi wa Algeria dhidi ya ugaidi. Hatua hii inafuata baada ya uamuzi wa Algeria siku ya Jumatatu wa kutaka maafisa 12 wa ubalozi wa Ufaransa kuondoka nchini mwao ndani ya muda wa saa 48 baada ya tuhuma za kuhusika kwa ubalozi wa Algeria na uhalifu wa ugaidi dhidi ya wanaume watatu jijini Paris, ambapo mmoja wao ni afisa wa ubalozi wa Algeria nchini Ufaransa. Katika taarifa yake, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amesema Ufaransa imefikia hatua hiyo ya kuwatimua maafisa hao na kumrejesha nyumbani balozi wake kwa ajili ya mashauriano kama njia ya kujibu maamuzi hayo yasiyo ya msingi yaliyotolewa dhidi ya ubalozi wake. Awali Barrot alionya hatua hiyo iliyochukuliwa na Algeria kwa inaweza kuwa mbaya zaidi kwao, huku kukiwa na uwezekano mkubwa wa kuwaletea matatizo. Hata hivyo, licha ya kusema hivyo, amesisitiza kuwa Ufaransa ipo tayari kwa mazungumzo wakati wowote, lakini sio kuegemea upande mmoja. Mashambulizi mawili ya anga yaliyotekelezwa kwa ushirikiano kati ya vikosi vya Marekani na jeshi la Somalia yamewaua wanamgambo 12 wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab kaskazini mwa mji mkuu wa Mogadishu, huku vikosi vya serikali vikifanikiwa kurejesha udhibiti kamili wa vijiji vilivyotekwa na wanamgambo hao. Serikali ya Somalia kupitia taarifa iliyotolewa na Wizara ya Habari ya nchi hiyo imethibitisha kuwa mashambulizi hayo yalifanyika kuiharibu meli iliyokuwa ikisafirisha silaha kwa kundi hilo linalohusishwa na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda. Pia imesema viongozi wakuu wa wanamgambo hao wa Al-Shabaab walikuwa miongoni mwa waliouawa katika shambulio hilo. Somalia imetekeleza tukio hilo kufuatia mafanikio ya kijeshi dhidi ya wanamgambo hao, ikiwa ni saa chache kupita baada ya Al-Shabaab kushambulia mji muhimu wa Adan Yabal ulioko karibu kilomita 245 kaskazini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Mkutano uliowakutanisha mawaziri wa nchi zaidi ya 20 na mashirika ukiongozwa na Umoja wa Ulaya EU na Umoja wa Afrika AU umefanyika nchini Uingereza ukiwa na lengo la kutafuta suluhisho la kudumu kwenye vita vinavyoendelea nchini Sudani. Mkutano huo umefanyika mapema Aprili 15 ambapo waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy ameahidi kuwa mazungumzo hayo yanaashiria njia sahihi kuelekea amani nchini Sudani na kuainisha kuwa euro milioni 800 zimeahidiwa kutolewa ili kutoa msaada wa kibinadamu ikiwemo chakula kwa raia na waathirika wa vita nchini Sudani. Katika hatua nyingine, kundi la waasi wa RSF nchini Sudani limetangaza kuanzisha serikali mbadala ili kupinga serikali inayoungwa mkono na jeshi la taifa hilo. Hii ni kulingana na taarifa iliyotangazwa na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo. Kuundwa kwa serikali ya amani na umoja ambao ni muungano unaowakilisha sura mpya ya Sudani. Hadi sasa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani vimetimiza miaka 2 tangu kuanza kwa vita hivyo mnamo Aprili 15 mwaka 2023, ambapo zaidi ya watu milioni 12 wamelazimika kuyakimbia makazi yao, huku maelfu wakiripotiwa kuuawa.
Watu wapatao 50 wameripotiwa kufariki na wengine 100 wameokolewa wakiwa hai mara baada ya boti waliokuwa wakisafiria kushika moto na kuzama katika ziwa Kongo lililopo Ikweta, kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa za mamlaka katika mji huo wa Ikweta, zimesema kuwa boti hiyo imepata ajali usiku wa kuamkia Jumanne, huku ikiwa imebeba abiria wapatao 400 karibu na Mayita, mji uliopo kilomita 40 kutoka mji wa Mbandaka. Boti hiyo iliyofahamika kwa jina la Fortune Jado ilikuwa ikielekea katika soko la Mobenzani huko mjini Mbandaka. Mamlaka katika mji huo zinalaumu wahusika kushindwa kuheshimu taratibu za kuendesha chombo, ikiwemo kujaza abiria zaidi ya kiwango kinachotakiwa, lakini pia kutokuwa na ufahamu wa mwelekeo wa boti hiyo wakati wa usiku. Rais wa Togo Faure Gnassingbé ameteuliwa na Umoja wa Afrika kwa mpatanishi mpya wa mzozo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na waasi wa M23, akichukua nafasi ya Joao Lourenço aliyejiuzulu nafasi hiyo. Mara baada ya kuidhinishwa, Gnassingbé amepewa jukumu la kuongoza jopo la wapatanishi wengine 5 walioteuliwa hivi karibuni na wakuu wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Baada ya kukabidhiwa majukumu hayo, Gnassingbé amefanya ziara yake ya kwanza na kukutana na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi tangu kuteuliwa kwake. Hata hivyo, kabla ya kwenda Kinshasa, Rais Gnassingbé alikutana kwa mazungumzo maalum na aliyekuwa mtangulizi wake Rais Joao Lourenço jijini Luanda. By Jumatano wasipofungua Malawi na South Africa kutufungulia kupeleka mazao yetu ya kilimo kama yanavyoingia ya kwao kwetu, hatutaruhusu zao lolote la kwao kuingia Tanzania. Ni waziri wa kilimo nchini Tanzania Hussein Bashe akitoa onyo juu ya uamuzi wa serikali ya Malawi kuzuia uingizwaji wa bidhaa za kilimo za Tanzania kuingia nchini humo, ambapo waziri Bashe amesema wizara yake itasita kuchukua uamuzi wa kuzuia uingizwaji wa bidhaa kutoka Malawi na Afrika Kusini ikiwa nchi hizo hazitabadilisha msimamo wao kufikia Jumatano ya wiki ijayo. Aidha, waziri Bashe ameongeza kuwa serikali ya Tanzania imefanya jitihada za muda mrefu kutafuta soko la ndizi nchini Afrika Kusini bila mafanikio, na kwamba bidhaa za taifa ya Afrika Kusini na Malawi si tu zitazuiwa kuingia katika soko la Tanzania, bali hata kusafirishwa kupita katika ardhi ya Tanzania kuelekea mataifa mengine. Miongoni mwa bidhaa kutoka Tanzania zilizozuiwa kuingia nchini Malawi ni unga, mchele, tangawizi na ndizi, hivyo kuwataka wafanyabiashara wa Tanzania kuacha kupakia mizigo hiyo mpaka pale serikali ya Malawi itakapobadilisha msimamo wake. Mataifa yote matatu, yaani Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, ni wanachama wa Jumuiya ya Muungano wa Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, jambo ambalo linazua wasiwasi wa kutokea kwa mvutano zaidi ndani ya jumuiya hiyo. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo ni mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram na Facebook kila siku. Kwa niaba ya wenzangu walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni John Masawe.